Shalom shalom mtu wa Mungu, naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu, leo kuna mwenzetu hapa, rafiki yetu katuma ndoto, kasema hivi kwamba na mimi niliota napigana nyoka wengi sana wadogo wa kijani, alafu ghafla nikaona lile joka kubwa limefungwa na kamba, alafu lina kidonda na nilikuwa limechoka sana hilo joka, nikabaki na pambana na wale wengine. Kwa hiyo hii ina maana gani? Inamaanisha nyoka wa kijani, ina maana ni nyoka ambao ni wadanganyifu. Rangi ya kijani huwa ni ishara ya udanganyifu, hususan kama ni kijani ambayo haijaiva vizuri. Lakini pia ni nyoka ambao wanatoka upande wa familia, ina maana ni maadui kutoka kwenye familia wanaokuwa wanalenga kuharibu. Inaweza iwe ni familia au ukoo kwa ujumla, ina maana wanakuwa wanakushambulia. Nyoka wengi ni mashambulizi. Ndio maana ukifuatilia maandiko matakatifu kwamba Musa alipobwaga nyoka wa shaba, ina maana wakatokea nyoka wengi kutoka kwa wachawi wanakuja kumshambulia, lakini baadaye aliwashinda. Kwa hiyo sasa itategemea, sijaelewa, je, uliwashinda wale nyoka? Kama uliwashinda, ina maana Mungu yuko upande wako na anakushindia. Lakini kupambana nao, ina maana Mungu anakutia nguvu ili usiwe mlegevu, aidha kwenye maombi, kwenye sala. Lakini yule joka kubwa kufungwa na amechoka na ana kidonda, ina maana ni ishara kwamba hata kama wanakushambulia, ina maana ile nguvu kubwa ambayo ilikuwa ni ya mauaji imeshaharibiwa. Kwa hiyo Mungu anachohitaji uzidishe maombi ili umwangushe yule afe, amefungwa ili afe, na hao wadogo wote wataharibiwa. Kwa hiyo ni ishara ya wazi kwamba mbali na adui mkubwa kuwa amechoka, amekata tamaa, ana maumivu juu yako na ameshindwa, lakini bado mashambulizi hayaishi. Kuna mashambulizi bado madogo yanaendelea. Kwa hiyo kama ni maombi, zidisha maombi ili uweze kujikinga zaidi na ili nguvu zote za giza na mashambulizi yaanguke. Ndio maana ukisoma kitabu kitakatifu cha Isaya 54:17 anakuambia watakuja kwa njia moja. Amina, anakuambia kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa. Lakini pia tumia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:17 kwamba watakuja kwa njia moja, watatoka kwa njia saba. Lakini pia tumia kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 19 kinachosema watapambana na wewe lakini hawatoshinda. Ukiweza kusimamia hayo maandiko kwa imani, na kupa uhakika hata hayo mashambulizi madogo ambayo yamebaki kwenye maisha yataanguka na Mungu atakusaidia. Naitwa Apostle Johannes John, nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.